Karibu sana kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media. Leo ni mwendo wa kujuzana taarifa ambazo zinajiri katika ulimwengu, ambapo familia za mateka 6 wa Israel waliouawa huko Rafah zimetoa picha na video mpya zinazoonyesha siku za mwisho za wapendwa wao wakiwa hai ndani ya handaki la Hamas miezi kadhaa kabla ya kuuawa. Video hizo zilikusanywa na jeshi la ulinzi la Israel IDF na kukabidhiwa kwa jukwaa la familia za waliotekwa, zinazoonyesha mateka hao wakiwa wanazungumza, wanakumbatiana na wanafarijiana katika mazingira yaliyokuwa magumu na yenye kubana chini ya ardhi. Katika picha hizo, Hersh Goldberg, Pauline Eden Yerushalm, Ori Danino, Alexei Lobanov, Kamel Gati na Almon Sarusi wanaonekana wakijaribu kudumisha matumaini licha ya kifungo chao cha muda mrefu. Familia zinasema video hizo ni zinasikitisha, lakini pia zinaonyesha ubinadamu na nguvu ya ndani ya wapendwa wao. Kwa mujibu wa taarifa ya IDF, uchunguzi wa awali ulibaini kuwa mateka hao waliuawa kwa risasi ndani ya handaki la Ten Sultan huko Rafah, na miili yao kupatikana muda mfupi baadaye na wanajeshi waliokuwa wakifanya operesheni maalum. Familia zinasema kuachia kwa video hizo ni njia ya kuonyesha ulimwengu ukweli wa ukatili waliopitia watu wao, na kuongeza kuwa wote waliuawa wakiwa hai walipaswa kuishi na walistahili kurejeshwa nyumbani wakiwa salama. Wito huo mpya unakuja wakati familia zikihitaji jumuiya ya kimataifa na viongozi wa kisiasa kuongeza shinikizo la kuhakikisha mateka waliobaki Gaza wanarejeshwa wakiwa hai. Hatua ya familia za mateka 6 wa Israel kuachia video mpya inaonyesha hali halisi ya wapendwa wao walipokuwa wakishikiliwa ndani ya handaki huko Rafah kabla ya kuuawa. Video hiyo iliyopatikana kupitia operation ya IDF inaonyesha mateka hao wakiwa hai, wakizungumza na kujaribu kupeana faraja katika mazingira yenye msongamano na ukosefu wa hewa. Picha hizo pia zinaonyesha upande wa kibinadamu wa wahanga, tofauti kabisa na taarifa zilizowahi kutolewa na Hamas. Kwa kuichapisha, familia hizo zina lengo la kuonyesha ukubwa wa mateso ambayo mateka walipitia na pia kuthibitisha kuwa waliendelea kuishi kwa muda mrefu, hivyo kulikuwa na nafasi ya kuwaokoa. Hatua hii pia inalenga kuongeza shinikizo kwa jamii ya kimataifa na viongozi wa kisiasa kuchukua hatua zaidi ili kuokoa mateka waliobaki na kuhakikisha uwajibikaji kwa waliouawa 6 hao. Video imeibua hisia kali kwa sababu inafichua maisha ya watu waliojikuta katika mazingira ya kikatili, huku wakionyesha nguvu ya ujasiri licha ya hali ngumu, na pia inaibua maswali kuhusu kasi na ufanisi wa juhudi za uokoaji pamoja na athari za kisiasa zinazoambatana na mgogoro huo. Ujumbe mpana unaobebwa na habari hii ni muhimu kutanguliza ubinadamu na kuchukua hatua za haraka ili kulinda wale ambao bado hawajarejeshwa. Mzozo kati ya Israel na Hamas kwa hivi sasa bado unaonekana una makali yake licha ya sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza, huku vitu kama hivi vikiwa vinapeleka hasira kubwa zaidi kwa majirani, lakini vile vile hata uhusiano baina ya Israel na Hamas unazidi kuvunjika siku hadi siku, na chuki inazidi kupandikizwa kutokana na matendo ambayo Hamas waliyafanya dhidi ya raia wa Israel. Kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.